Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, na kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Majadiliano yanaendelea. Waheshimiwa bunge, tunaendelea na majadiliano. Tutaanza na Mheshimiwa Festo Richard Sanga, atafuatana na Mheshimiwa Toha Saidi Mwakioja. Mheshimiwa Esther Amos Bulaya ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027. Kwanza nipende kumpongeza waziri wa fedha kwa bajeti yake nzuri, bajeti yenye ustahimilivu na himilivu, na Watanzania wameipokea vizuri sana. Tunampongeza sana Mheshimiwa waziri kwa sababu bajeti yetu imeakisi yale ambayo mmekusudia kuyatekeleza kwenye dira. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, nipende pia kuipongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuwa salama, lakini pia taifa linasonga mbele kwenye ukusanyaji wa mapato. Lakini pia niendelee kuwapongeza TRA na taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara hii. Mimi na mchango wangu kwenye mambo machache, Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ikiwa ni bajeti yako ya kwanza, mchango wangu utakuwa kwenye maeneo ya digital economy kwa maana ya cashless economy, lakini pia nitajikita kwenye unclaimed financial assets kwenye wizara yako. Mheshimiwa Waziri, ili tuweze kutekeleza haya yote ni lazima tuwe na fedha, lazima tuwe na pesa. Hatuna pesa hatuwezi kutekeleza hivi vitu. Kwa hiyo ninaomba nizungumze mambo machache. La kwanza kukupongeza kwamba umeamua kuwabeba vijana, kuhakikisha kwamba wanapoanzisha biashara zao waweze kuinuka. Ile grace period ya mwaka mmoja ni kitu kizuri kwa sababu vijana wetu wamekuwa na mchaka wa mambo ya kikodi. Na hii nitoe elimu tu kwa vijana, kuwaomba, nitoe rai kwa vijana watumie fursa hii kuhakikisha kwamba wanafanya uwekezaji sahihi kwenye biashara. Lakini pili, kuwa waaminifu, kwa sababu hatutegemei leo ufungue hapa kesho biashara imekufa unaenda kufanya tukio lingine sehemu nyingine, watakosesha uaminifu mbele ya serikali. Kwa hiyo niombe vijana wa Tanzania watumie fursa hii. Serikali imewaona na imewakumbuka kwamba kuna muhimu wa kuwapa grace period. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwenye swala la unclaimed financial assets, bunge lililopita nilizungumza. Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo hatujawekeza, hatujatunga sheria, hatuna mamlaka inayosimamia unclaimed financial assets. Waheshimiwa wabunge, lazima tujiulize ninachozungumza hapa ni nini. Nazungumza hivi: kuna watu ambao wana fedha ziko benki, wamefariki, lakini fedha hizo ziko benki hazijakutwa na wala hazijafuatiliwa. Kuna fedha ziko kwenye mitandao ya simu, kuna shares, lakini pia kuna bonds ambazo watu hawajazifuatilia takriban miaka 10, miaka 5, hazijawa reported eneo lolote. Sasa serikali yetu ya Tanzania fedha hizi kwenye pension, kwenye mifuko ya pension inafanyia nini? Kwa sababu hakuja kuwepo na uwazi wa nini kinatumika kwenye fedha hizo. Mheshimiwa Waziri, ukijifunza kwa majirani zako wa Kenya, wameripoti kwenye mitandao. Kenya wanaripoti kupitia OFA, shirika lao la OFA, Unclaimed Financial Asset Authority ya Kenya. Wameripoti ya total value ya bilioni 182, ambapo ukiingia kwenye mtandao leo utaipata hiyo fedha ipo, ambayo ni unclaimed. Ukienda Nigeria, kupitia Central Bank of Nigeria, wana sheria yao, wana naira bilioni 242. Nenda South Africa, chini ya Financial Sector Conduct Authority FCA, wana zaidi ya randi bilioni 90. Ukienda India, wana bilioni 13 USD. Achana na Uganda pia, ambapo pia wana mamlaka yao, wana bilioni 900 Uganda shillings. Lakini sisi Tanzania, hata ukigoogle leo ukiandika hapa unclaimed financial assets ya Tanzania, haipo popote pale. Na CAG anaripoti kwamba katika benki 21 za nchi yetu ni benki moja tu, benki 2 tu zimeenda kuripoti kwamba wana fedha zimebaki pale. Lakini mitandao ya simu, niambie, kwa miaka 10 iliyopita wameripoti shingapi zimepotea? Kwa sababu kuna Watanzania wamelala,
Kuna Watanzania wamesahau fedha kwenye simu zao au wametupa hizo line. Hizo fedha zimeenda kufanya nini? Hakuna mtandao wa simu unaripoti hicho kitu. Hata kama wakiripoti, kwa sababu sera yetu inawaambia tu warekodi na kuripoti. Maana kama unapata mtu ambaye sio mwaminifu, haripoti hicho kitu. Hasa sisi kama nchi, Mheshimiwa Waziri, unazungumzia zaidi ya matrilioni ya fedha yako kwenye hizo akaunti ambazo ukitaka kufuatilia kiuhalisia utakuta kuna harufu za ufisadi, watu wanaziiba hizo fedha. Sisi kama bunge tuna wajibu wa kutunga sheria. Sisi kama bunge tuna wajibu wa kuishauri serikali kuanzisha mamlaka rasmi ambayo itasaidia hizi fedha ziweze kukusanywa kwenye pension funds, Mheshimiwa Waziri, kwenye bonds, kwenye mitandao ya simu, kwenye banks. Kuna mafedha mengi yamelala ya watu ambao wameyasahau, watu ambao wamefariki na wengine wameondoka na wengine wamesahau. Kwa hiyo tunatamani sana mfanye kazi kwenye hili eneo, na ninakusudia waheshimiwa wabunge, baadaye kuleta hoja binafsi kwa ajili ya hili jambo. Serikali ya Tanzania mmekuwa mkiniahidi mimi mara kadhaa nikizungumza hii hoja kwamba mtalifanyia kazi, lakini kumekuwa na kificho, halifanyiwi kazi hili eneo. Kwa nini halifanyiwi kazi wakati tunajua kuna fedha nyingi ziko kwenye maeneo hayo? Mheshimiwa Waziri, unazungumzia takriban trilioni 3 ziko kwenye mabenki huko. Unahangaika bajeti nyingine ya kufanyia maendeleo, miradi ya maendeleo. Hii ni moja kati ya source. Ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda South Africa, ukienda Morocco, fedha hizi zinapokusanywa zinaenda kwenye miradi ya maendeleo. Sisi Tanzania hizi fedha zinaenda wapi? BOT amebaki tu kumsimamia. Najua na department yako, the Government Asset Management Division, GMD, ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha. Iko pale Mheshimiwa Waziri. Lakini haina sheria, ipo kisera tu kwa kusimamia fedha hizi. Ninaomba kama mbunge na ninawashawishi wabunge wajiulize maswali, fedha zinaenda wapi? Lazima serikali yetu ya Tanzania ichukue hatua kuhakikisha fedha hizi zinaenda kufanywa kazi na sheria inatungwa. Ninajua serikali yetu haiwezi kukwama kwenye ile eneo la kutunga sheria kwenye ile eneo. Tuwe na mamlaka rasmi ambayo inaweza kusimamia hiki kitu ambacho kwa kweli kwa Watanzania wengi wanajiuliza maswali. Lakini mbali na hizo financial assets, lakini pia kuna assets zingine ambazo ni property assets. Kuna viwanja, watu wanafariki, mtu hajui ndugu yake kama kuna kiwanja kiko eneo fulani. Kuna pikipiki zimekamatwa, ziko mtu bodaboda amepata ajali amefariki, ndugu yake hajui bodaboda yake iko wapi, iko kwenye vituo vya polisi. Kwa hiyo viko vitu vingi, kuna property ziko nyingi, lakini Tanzania kwa sababu hatuna mamlaka, hivi vitu vinapotea. Mheshimiwa Waziri, watu wanatumia kama mwanya wa kwenda kuviiba, lakini pia kuvipoteza. Kwa hiyo niombe Wizara yako ya Fedha ilione hilo jambo kwenye unclaimed financial assets, itungiwe sheria, lakini pia tuwe na mamlaka. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala la cashless economy, na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, naona mlengo wako na maono yako ni kwamba nchi lazima tuhamie kwenye cashless economy, na ndio ilivyo. Kuna wakati mwingine nizungumza, ukienda Rwanda tu hapo kwa majirani zetu, ukitoa cash mfukoni wanagundua kwamba ni mgeni, sio Mtanzania na sio Mnyarwanda. Kwa sababu gani? Wao hawatumii kabisa cash, wanatumia mifumo. Kwa nini tunatumia mifumo? Kwanza kudhibiti money laundering, lakini pili tunadhibiti ukwepaji wa mapato, lakini pili tunadhibiti rushwa. Tunatamani watu wafanye kwenye cashless economy, kwa maana tuondoe hizi pesa za kutembea cash, kwa sababu watu wengi wamefariki, wameporwa, wameibwa kwa kuwa na fedha cash. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri na BOT niwapongeze kwa sababu mmeonyesha nia ya dhamira ya wazi jinsi gani ya kuhakikisha kwamba nchi yetu ina transform kutoka kwenye cash kwenda kwenye cashless economy. Hili ni jambo zuri na Watanzania lazima waliunge mkono. Kutembea na fedha mkononi hata ukienda nchi za nje ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu lina attract wizi na linahatarisha usalama wetu. Kwa cashless economy itatusaidia kuongeza the tax base. Watanzania lazima wafahamu tunazungumza Tanzania yenye watu milioni 70, lakini tax base yetu iko chini ya milioni 3. Watu wengi walipi kodi. Kwa nini? Kwa sababu wanapenda kutembea na cash na kukwepa haya mambo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana tuendelee kusisitiza na kuwepo cashless economy, lakini kuongeza incentives ambazo zitasababisha Watanzania wengi watumie cashless miamala ya kwenye simu. Kama hatuna incentives italeta shida, kwa sababu assurance ya usalama iwepo. Na ndio maana pia moja kati ya hoja yangu ilikuwa hapa ndani, assurance ya internet kwenye nchi yetu, ili hizi transactions zifanyike ni lazima assurance ya internet nchi yetu iweze kupatikana kwa wakati. Ndio maana nilileta hoja ile ya satellite. Lakini mwisho kabisa Mheshimiwa Waziri, ni kuombe kwamba tunaenda kama tulivyokubaliana, nchi yetu kwenye
eneo la barabara kumekuwa na changamoto, na mmekusudia zile fedha ambazo ziko referenced kwa ajili ya maendeleo ya barabara ziende. Ukienda barabara ya kutoka Singida kuitafuta Arusha ni mbovu kwa kiwango kikubwa sana. Ukitoka barabara ya kutoka Dodoma kuelekea Dar es Salaam, barabara kutoka Dodoma kuelekea Iringa, barabara kutoka Dodoma kuelekea Mwanza, hizi barabara zote zimebeba uchumi wa nchi. Barabara kutoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya, barabara kutoka Makete kuelekea Njombe, barabara hizi za kutoka Njombe kuelekea Songea, Mheshimiwa Waziri, ni barabara ambazo zimebeba uchumi. Hii ni mirija ya damu ya uchumi wa nchi yetu. Kama serikali haitaona tija ya kuwekeza kwenye barabara, kwa kweli uchumi wetu utapata shida. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, swala la barabara tunaweza tukaleta kutoka kwetu. Mheshimiwa Naibu Spika, namalizia kabisa. Malizia. Tunaomba sana Mheshimiwa Naibu Waziri, barabara, Waziri wa Ujenzi, tukisimamia barabara tutasaidia mambo mengi yafunguke. Tofauti na hapo tutafanya nchi yetu ilale. Kelele za Watanzania mioni mwao kuhusu barabara ni kubwa sana, tuwasaidie. Asante. Mheshimiwa Twaha Saidi